Picha hii imeandaliwa na Concord kutoka sehemu za huko Marekani. Ndani ya kambi moja iliyokuwa inaitwa Shimpo, kambi ya kijeshi ambayo ilikuwa inaongozwa na Vietnam. Hakuwa na habari siku hiyo kwamba Marekani walikuwa tayari wameshazunguka. Kwa vile kambi ilikuwa mikononi mwa Marekani, wa Vietnam baada ya kuiteka walijisahau, wakasahau kuweka ulinzi kuzunguka maeneo yote ya kambi. Hali hiyo iliwapa nafasi wa Marekani kuweza kunyemelea na kuisogelea kabisa kambi hiyo. Kamanda Chung Kung Chung wa Vietnam ndiye alikuwa anaongoza hiyo kambi. Vietnam walikuwa wameshanyemelea na kuja sehemu za karibu. Kamanda Chung Kung Chung alikuwa katika shughuli zake za kucheza karata. Hakuwa anajua kwamba siku hiyo amezembea katika swala la ulinzi. Makomando wa Kimarekani walinyemelea taratibu na kuingia, kujipenyeza na kupenya kabisa ndani ya hiyo kambi. Kazanjeni Mrambesi Kisu. Kamata! Chinjiri habari. Na ni kazi ya kuua kisailenza. Na kwenda katika ule mwendo unaitwa fire and movement. Pika kisu. Kwanza ni kuua kimya kimya. Saa hizo ilikuwa taza sasa msosi. Pika kisu. Baada ya kumaliza ulinzi wa karibu, sasa ilikuwa ni kazi ya kumwaga mwani. Kamanda Chung Kung Chung alichomoka na kucheki mambo gani. Alikuwa ametoka sehemu za Cambodia, wengine walikuwa wametoka sehemu za China, wengine walikuwa wametokea Urusi kuja kuwasaidia wa Vietnam. Kambi ilivamiwa na Marekani. Baada ya Marekani kuwa wamefanya uharibifu huku wakiwa wameshazunguka kambi, walianza kuwamwagia shaba. Marekani walichomoka mbio nyuma wakiacha viazi. Baadhi ya askari wa Kirusi walikuwa na wasaidia wa Vietnam walikuwa wamesalia ndani ya kambi, walianza kuwakotoza wa Marekani ambao tayari walikuwa wameshafanya uharibifu mkubwa, na kamanda wa kambi hiyo alikuwa tayari ameangamizwa. Marekani walikuwa wameacha ravia ambako wangekutana. Wako wapi? Pale! Ponga mbele! Vietnam wanajaribu kufukuza. Katika kuretreat, Marekani walienda wanamalizia, wanaweka ambush, wanapiga, wanaondoka. Baada ya kufika sehemu walikokuwa wameficha boti lao, walikimbiza boti na kuingiza moja kwa moja kwenye mto. Baadaye waliwasha injini. Vietnam walipofika pale pembeni, walibaki midomo wazi. Yametuacha lakini wamefanya uharibifu mkubwa. Wamefanya uharibifu mkubwa. Wamemuua na kamanda wetu. Mbio ya Shimpo ilibidi ihamishwe na kuhamia katika maeneo mengine. Christopher Santiago alikuwa ndiye mwandaji mkubwa wa picha hii, The Field of Fire. Askari wa Marekani baada ya kuwa wamefanya uharibifu katika kambi hiyo ya Shimpo, waliondoka na kwenda kupumzika katika base yao waliokuwa wameandaa. Taarifa zilikuwa zimefika kwamba wanatakiwa waamke asubuhi wajiandae kwenda kwenye patrol.
Banda aliingia kwenye kambi na kuanza kuamsha, mwagia maji. Nalala ovyo ovyo. Nawe amka. Zoni ache. Kamata kidole cha mguu. Sasa unanivunja kidogo. Nimesema mkeni, tuna kazi ya kwenda kwenye patrol. Senator, man, come on, wake up. You know what day this is? Banda, wewe siku zote unajifanya kama wewe ni komando. Komando waka ukusaidii kitu kwa sababu juzi nimevamia kambi, mmetimua mbio, hamkuleta tamateka. So what? The place is coming in. So unatuamsha ovyo ovyo. Time za asubuhi bado kuna kabaridi baridi, inabidi tupumzike. Jimmy, cut me some slack, man. My head's still full of hot jungle. Unajua kazi baada ya kuwa tumemaliza tukarudi nyumbani, tutaweza kupata nafuu bwana. Nawe amka. Mmoja akadondoshwa chini. Katika wakati ule ule Golf Mike Phantom Fighters za Kimarekani zilikuwa ni mbili zikiwa katika uwanja wa kivita zinashambulia. Katika kipindi hicho wa Vietnam walikuwa wamepata silaha za kuangushia ndege, aircraft fighters. Get the Sandy's in there. Sandy 1, this is Seashell. We've got a mayday on the trail. 2 down, area Alpha 2. Contact. Taarifa ilikuwa imefika kwenye hiyo kambi kwamba ndege moja ilikuwa inashambulia vibaya sana na askari wa Vietnam. That's a Roger. Sandy flight on the way. Jaribu kuangalia ni ndege ya nani hiyo ambayo imetunguliwa. Ilikuwa ni ya Major Wilson akiwa na Captain Anderson. It's unlocked. What have you got, Willie? Major Wilson from the 388 just went down over the trail. Major Wilson pamoja na Anderson wamedondoshwa chini na majeshi ya Vietnam. Taarifa tuliyoipata ni kwamba Major Wilson ameweza kupona na ndio tunamsikia katika radio call. Horn to NKP, Willie. I want a maximum rescue effort. Kamanda katika sehemu hiyo jaribu kupokea ripoti kutoka kwa kamanda mwenzake akimjulisha mambo yaliotokea katika uwanja wa kivita. Major Wilson aliweza kuchupa na parachuti na kuwa ametua katika upande mwingine. Captain Anderson yeye alitua kwenye mti. Vietnam wakawa wamemnasa. Baadaye wakaipata radio call iliyokuwa kwenye mkono wake, kwenye mfuko wake. Vietnam walisikiliza mawasiliano ambayo alikuwa kwenye radio call walioipata. Major Wilson baada ya kuwa amedondoshwa na parachute, ndege yake ikiwa imetunguliwa, alificha parachute na kuchukua radio call yake na kuweka mfukoni, mbio kutafuta sehemu ili aweze kuita msaada aje kuchukuliwa. Wakati anawasiliana na makao makuu waje kumchukua, kumbuka radio call ya Captain Anderson ambaye amepoteza maisha ilikuwa sasa mikononi mwa Vietnam. Kwa hiyo mawasiliano yote walikuwa bado hawajabadilisha frequency. Hivyo walikuwa wakiwasiliana, wanaweza kusikika na maadui. Mmoja amedondokea hapa, amejificha. Ameondoka. Njia. Pata bwana moja. Vietnam walianza kumfuata na kumkotoza Major Wilson. Major Wilson aliweza kuteka cover katika kichaka huku akiona Vietnam wanahangaika kumtafuta. Sandy, this is Iron Hand. Mimi hapo najaribu kutuma mawasiliano. Mimi niko huko nimejificha kwenye kichaka. Sandy, Iron Hand is down son from that. Wakati anawasiliana na Major Wilson wa Vietnam walikuwa namsikia mahali alikokuwa. Najaribu kuambia Grid Reference pale alikokuwa ili waje kumchukua. Vietnam baada ya kuisikia Grid Reference waliondoka sasa kufuatilia kule alikodondoshwa Major Wilson. Katika barracks ya kijeshi wa Marekani ndani ya base, taarifa zilikuwa zimefika kwamba Major Wilson alikuwa anahitaji msaada wa kwenda kumchukua au kumleta tu kule msituni alikokuwa anafukuzwa bado na Vietnam. Armstrong. Wote sasa kwa pamoja mtaondoka na helikopta kwenda kujaribu kumkomboa Major Wilson ambaye sasa tumepata ripoti kwenye msitu.
Subirini mara moja, helikopta itakuja, mtaondoka. Wengine ambao hawakuwemo kwenye hiyo squad mission ya kwenda kumkomboa Meja Wilson walikuwa pembeni wakiangalia wenzao. Moja kati ya makomando alikuwa amechaguliwa kwenda na helikopta, alimuona mwenzake na kwenda kumbatiana. Huyu alikuwa ni kwenye kikosi kingine na huyu mwenzake akiwa kwenye kikosi kingine. Kwa ni kiasi cha miaka 4 bado hawajawasiliana. Nini unavaa kofia ya Vietnam? Mwisho tutakupiga risasi. Unajua tunajikumbusha unapovaa kama Vietnam basi tunaweza kuzoea sura zao, hatuwezi kuwaogopa. Tumeshawaogopa ndugu yangu. Sasa hivi tuko hapa. Ni njia moja tunaondoka na kurudi Marekani. Tuna retreat. Hey guys, is that chief or what? That is chief, real chief. I told you, chief. And they said that's against regulations. Yeah, regulate this. I don't think so. We better get back in formation. Hey. See out in the bush, Charlie's dick is too small. Kumbuka mnapokwenda katika uwanja wa kivita wenzangu, jaribuni kuwa waangalifu sana. Kuna makombora, kuna mabomu wanapanda wa Vietnam. Mimi niko hapa najaribu kula mtoto wa Vietnam. Unakula vyakula gani bwana? Vyakula vya Vietnam naona kula ovyo ovyo. Kula chakula cha Kimarekani bwana. Tuko katika Viet Cong, lazima tufanane kabisa na Vietnam. Unajua unapokwenda katika nchi ya mtu mwingine, lazima ujifunze chakula chao. Kula kidogo. Kula kidogo mwenzangu na wewe. Nini? Senene? Green sun. Nipe mimi nakula chochote kinachokuja hapa. Utakachoonekana mbele yangu mradi ni chakula mimi. Lakini nini wanakula watu? This a real ear, where the peaches? Mmenipa chakula, mmenipa uozo. Helikopta gunship ya Kimarekani iliambaa kwenye anga za juu katika misitu ya Vietnam kujaribu kwenda kuona kama wanaweza kumkumbuka Meja Wilson. Meja Wilson baada ya kuwa ameelekeza ni wapi alikokuwa katika msitu, alianza kuhangaika kuona, na kwa mbali aliweza kuona helikopta inakuja. Wa Vietnam ambao walikuwa wameshanasa mawasiliano na wao walikuwa njiani wakielekea pale pale alikokuwa Meja Wilson. Kwa mbali nao wa Vietnam waliweza kuiona helikopta ambayo ilikuwa inakuja kumrescue Meja Wilson. Niko kwenye kichaka cha pili. Jaribu kuangalia kwa chini kwenye kichaka cha pili upande wa kushoto. Ndiko ambako nimejificha. Wa Vietnam wakiwa na 7V walisogea wakiangalia helikopta na jiandaa kutua kumchukua Meja Wilson. Sasa msogea kwa piga kombora. Wilson kabla ya toka pembeni. Walianza kuwashambulia kwenye helikopta kabla hajatoka. Komando alijaribu kujibu mashambulio. Bombola la kwanza la 7V likokota. Vipi mkwaje? Kingfisher, this is Seashell. Kingfish, mnasemaje? Mmemchukua au vipi? Piga kombora. Helikopta ilipigwa kombora ikasambaratishwa. Ama komando wote 9 waliokuwa kwenye helikopta wakaenda na maji. Tunataka kumpiga Meja Wilson. Akapiga mmoja. Alianza kukotoa Meja Wilson. Msaada sasa hakuna. Mwana mmoja. Piga sasa mguu. Akambaliza. Kona lingine baada ya mambo kuwa magumu, Meja Wilson aliendelea kukotora. Jesus Christ, what next? General Coban au David Carradine kwenye kambi alikokuwa sasa alianza kuchanganyikiwa baada ya kuwa ametuma makomando na kusikia kwamba hakusikii tena jibu. Ilimpa hali kwamba au makomando aliwatuma bila shaka ndege yao imetunguliwa. Kamanda, tusianze kubishana sisi kwa sisi. Tunatakiwa tena ni kutuma operation nyingine ambayo ende kujaribu kumkomboa basi, kwa sababu bado tunampata Meja Wilson katika radio. Anazungumza kwamba helikopta mlioituma kabla hajamchukua imelipuliwa. I'm the world's worst general. Afande, saini tuondoke. Put me in on this. Permission, mimi nitaongoza tena squad nyingine. When I do, sir. Tutakachotakiwa kufanya ni kwenda kutua mbali na alipo Meja Wilson, alafu tutakwenda kumpata kwa kutumia mguu. Sisi ni infantry soldier. We'll do anything to get. Mawazo yako ni mazuri sana. Unaweza kusaidia. Okay, Willie. Sasa tutafanya kazi hiyo Wile. To the army. If I can't think of a reason. Koplo Wile ilibidi aondoke akiwa na Seragoff Tango Duncan. Pia pale. Katika kundi hilo alikuwemo kijana mmoja aliyekuwa Sergeant Hawk. Sergeant Hawk alikuwa ni Vietnam aliyejifanya kujiunga na vikosi vya Marekani akiwa anawasaidia. Kumbe Sergeant Hawk alikuwa ni msaliti. Yeye taarifa zote ambazo walikuwa wanazipata hapo kwenye base alikuwa anaweza kuzituma kwa kutumia radio siri aliyokuwa ameificha katika maficho yake. Yote ambayo alikuwa anazungumza pale kwenye base, Sergeant Hawk alikuwa anachomoka taratibu na kwenda kuwajulisha wa Vietnam wenzake. Lieutenant Reynolds, he's General Simmons' aide.
going to be overseeing the mission. Mpango wa General wa kuondoka na kwenda kutua mbali na aliko Meja Wilson ni mpango mzuri, utafanikisha kabisa ndani ya operation nzima ya kumkomboa Meja Wilson. You need training in Panama. He won't help you out here. Training aliyopata Meja Wilson ni nzuri kiasi kwamba anaweza akajilinda katika msitu kabla sisi hatujafika. I know the area the way of Flywood, the way Wilson. Najua ni area gani ambako tutaruka na kwenda kutua kabla ya kuanza kuchapa miguu kuelekea kule alikokuwa. Special Ops will have a chopper on the pad at 0500. Reynolds will brief you on the operation side. Je, amejaribu kujulisha ni wapi ambapo alipo? Ametujulisha kwamba yuko kwenye poli ndani ya Vietnam. Si mbali sana, kiasi cha maili 600 kutoka hapa tulipo. Sergeant Hawk wa Vietnam alikuwa yeye ameficha radio yake katika baa moja ambako kulikuwa na Vietnam wenzake. Mambo yanakwenda bwana, yule ametoka kwenye msitu na ndege ilikuwa inataka kumchukua radio. Vipi? Ipo pita ndani ukazungumze na Vietnam wajulishe. Sergeant Hawk alielekea katika chumba cha mawasiliano ambako alikuwa ameficha radio yake akuwajulisha kwamba mipango inaendelea. Alifungua radio na kuanza kuwasiliana na Vietnam. Tena, hoko, mega. Mimi ni Sergeant Hawk na wajulisha wa Vietnam wenzangu kwamba mambo ni mazuri huko. Wametuma tena squad nyingine kwenda kumkomboa huyo Meja. Bado hajaingia mikononi mwetu. 1. Oh, really? How many missions you flown? Mission ilikuwa inapaswa kuondoka saa za asubuhi kwenda kufanya drone attack. Hivyo ilipaswa Wamarekani wapumzike kwanza kabla ya kuondoka. Na wakati wa mapumziko kama kawaida inabidi watu wacheze chani. Ndani wakati wanacheza chani, utani wa aina mbalimbali ulikuwa unaendelea. Kila mmoja pale alikokuwa alikuwa anajiona kama komando. Kila mmoja alikuwa anawania kuelekea katika uwanja wa vita. Badala ya mmoja kuweka pesa pale alikokuwa anacheza chani, aliweka kombora. Pakeni nimeweka kombora, pesa zimeniishia katika mfuko. Mwezi ukaweka kombora wakati unajua kombora likiibuka tunakwenda wote. Hata hivyo tumekushinda. Una kitu. Bwana nakuona na wewe upokee zawadi kidogo. Hizo zawadi nadhani nakupaa kamanda. Hizo zawadi nzuri. Kadhalika mchezo umekwisha, sasa tujiandae kwa safari. Here's where Wilson went down right here. Ramani inatuelekeza kwamba kamanda yuko katika eneo hili. Ndani kila mmoja anaweza kanisikiza kwa makini. Sababu kila mmoja amesoma ramani na kuelewa kwa makini. Kwa hiyo nina uhakika tutakapoondoka hapo tutakwenda kwa nguvu moja na kupata maelekezo yangu wakati wote wa safari kwenda kumkomboa Meja Wilson. Escape radio is short range, so we'll try to make contact when we go in. Jambo la msingi la kuzingatia wakati tuko katika misitu ya Vietnam, kila mmoja kuwa na tahadhari lolote ambalo tutaliona njiani. Jaribu kugusa kitu mpaka upate amri kutoka kwangu. Atakaye kwenda kinyume na jinsi ninavyoelekeza, sita kumlamba shaba. Wangu wa kuku wakati wote utakuwa standby kumaliza yote ambayo atakuwa undisciplined wakati tunasonga mbele. Bando, unajua siku zote tunapokuwa nawe katika uwanja wa kivita tunafuata amri zako. Na kwenye uwanja wa kivita ndani ya Vietnam, makamanda wanakagua vikosi vyao. Uvaje kofia. Wako kofia nzuri. Meja Fati alikuwa anapata ripoti kutoka katika kambi ya Simple Camp. Kamanda katika kambi ya Simple Camp ameangamizwa. Waamerika wamepinya mpaka ndani ya kambi hiyo. Tumempoteza kamanda wetu. Bado tuna uhakika na vikosi vyetu na tuna nguvu. Hatuna uwezo Meja Hawk kwenda katika njia na kuweza kumzuia huyu bwana kabla hajapelekwa. Anajua silaha nyingi sana za Kimarekani. Hivyo inabidi tumkamate mzima. Wametuma timu nyingine ya kwenda kumkomboa. Na bahati nzuri mawasiliano yao tunayo. Na ile kijana wetu ambaye yuko katika mikononi mwao, yeye anaendelea kutupa taarifa mbalimbali. Tunaondoka saa ngapi? Asubuhi na mapema tunaondoka. Sergeant Hawk hakuacha kufanya uharibifu katika hiyo kambi ya kijeshi. Alijua kwamba wanatumia mawasiliano katika kuwasiliana. Alikwenda katika radio moja na kujaribu kuidestroy, kuiangamiza. Akatoa baadhi ya vitu
na kuondoka bila wenzake kumwona. Inakuwa ni hatari kabisa katika uwanja wa kivita unapokuwa na msaliti ndani ya hiyo kambi. Wakati patrol inaondoka sasa kiongozwa na Sierra Group Tango Duncan, taarifa zilitumwa vile vile na Sergeant Hawk, msaliti adui aliyekuwa amejipenyeza katika jeshi la Marekani, kuwajulisha kwamba helikopta imeondoka ikiwa na makomando wapatao 6. Meja Wilson aliendelea kuseta katika msitu. Sasa vikosi vilivyokuwa ni vikosi mchanganyiko, Warusi wakiwa mchanganyiko na Vietnam. Estimate my position approximately. Niko katika sehemu fulani ndani ya position 240-79. Nataka kunichukua mpiki katika maeneo haya. Naelekeza kule ndiko helikopta itakapokuja. Ganja aliyokuwa amewapa Sierra Group Tango Duncan iwasaidia badala ya kwenda kutua pale walikoelekezwa. Sierra Group Tango Duncan ambaye ni komando alielekeza helikopta itue mbali kiasi cha maili kama 10 kwenye msitu wa Vietnam. Vipi, mbona helikopta inakwenda sehemu nyingine? Atui pale, waliona helikopta inasogea mbali kabisa. Walikuwa wanajaribu kusogea mbali ili kuepuka moto wa maadui. Kweli waliweza kutua salama. Sasa wakajitosa katika msitu kuanza kumsaka Meja Wilson. Mwendo wao waliondoka wakati wanasonga mbele. Mwendo wa kwanza ilikuwa ni single file, mstari mmoja, huku nyuma anabakia mmoja analinda. Pilot aliondoka na helikopta kurudi makao makuu kwenye base, wakati makomando sasa wanaingia kwenye msitu. Twende! Helikopta imetua kwa mbali, pata kwe helikopta ilikotua. Nyakua miguu na kumaliza yoyote mtayemkuta njiani. Meja Ho aliyekuwa anaongoza kikosi cha Vietnam aliendelea kuongoza vilivyo kikosi chake kusogea kule ilikotua helikopta. Kwa mbali waliona helikopta inaondoka inaishia. Ndipo alipoanza taratibu kufuatilia huku wakisikiliza kwenye radio call yao. Kosa walilofanya wa Marekani ni kutobadilisha frequency katika radio call. Hivyo ilikuwa inakuwa rahisi kuweza kujua yote waliokuwa wanazungumza katika radio call. Those glasses, fly boy. We don't use them out. Taratibu kutumia nyasi. Tumia kamba ya nyasi wakati tunasonga mbele. Na mwendo utakuwa ni mwendo wa kunyakua na kuchota. Kweli walikwenda katika mwendo wa kunyakua na mwendo wa kuchota huku wakitoa na kumienda katika msitu ili wasaidie wasionekane na wa Vietnam. Waliweza kufika pale ambako captain mmoja wa pirate wa kivita alikuwa amedondoshwa, ameuawa na wa Vietnam. Mwache, hakuna haja ya kumchukua. Sasa tunasogea mbele kwa kaanguka. Hilo nakwenda na mbariga. Twende. Siona kama nimechukua mgumbe. Twende. Kwa mbali waliona mtu kama anaingia kwenye kichaka. Nani niambiwa Vietnam nani? Twende. Songa mbele huku tunalindana. Mwendo wa kwenda huku mnalindana. Katika ile kitu inaitwa section battle drill. Hizo jifunzo wakati wa kwenye mafunzo ya kivita. Section battle drill ni quarter za section. Na mtu anasogea. Wewe. Ndio. Kitu ni sasa unakuja kuchukua. Yuko huku. Piga kelele bwana. Tumempata. Vipi? Nimepigwa risasi ya mguu. Bado nina nguvu ya kusonga mbele. Okay, fanyeni kila njia. Kila tutakapokuwa tunapita tunapanda viazi kwa sababu nyuma tunafuatwa. Kwa mbali waliweza kusikia vitu. Vietnam wanapokuwa wanasonga mbele katika uwanja wa kivita, wao wanakwenda wanazungumza ovyo. Hawawi na siri katika midomo yao.
Sergeant Duncan na grupu lake la makomando wapatao 5 yake akiwa ni wa 6. Sasa wameongeza Meja Wilson akiwa ni wa 7. Nyuma walienda wanapanda viasi walije kuwasalimia Vietnam waliokuwa nyuma wanaofuata. 100 yards out and close. Huko. Zinaonekana nyayo bado ni mbichi. Panda viazi. Anza kuvikwa viazi. Yaani kulikuwa panda kiasi kingine. Vinaochukua mtama na kuwarusha juu angani. Picha ni field of fire. Naletokana na mkandara for video take. Yoko katika majengo ya sokoni. Ndani ya mtaa wa Noe. Karibu na stendi ya mabasi mjini Bukoba. Pamoja na kutupa makombora ya 7V. Marekani waliendelea kuwadhibiti vilivyo wa Vietnam. Ambao wanaachia shaba samtama. Bunduki za Marekani za rashasha zilikuwa na uwezo wa kuachia risasi 240 kwa dakika. Mguu wa Meja Wilson endelea kupata matatizo. Vile alikuwa vile ni komando. Meja Wilson aliendelea kwenda huko na ukaruka na mguu mmoja. Meja Ho fika mbele, alikuta maiti za wenzake ambao wamefyekwa na makombora ya Marekani. Sasa ulikuwa ni wakati wa mapumziko na kujaribu kumfanyia first aid Meja Wilson pale alikoumia. Afande, wakati tunapumzika umepanda viazi. Nimepanda viazi vya kutosha. Nimeweka walinzi. Nimeweka walinzi gani? Walinzi ni viazi. Kabla hawajatusogelea watapambana kwanza na viazi. Either makes it or he doesn't. But you can bet your ass you won't if we stay here. Hefe. Primo. There's no way the groups will be able to translate Hefe and his cousin. Escúchame. Tenemos mucho problema aquí. Let's do it. Meja Wilson alitengenezwa mkongojo. Wakawasiliana na makao makuu kuwajulisha kwamba sasa wako katika eneo gani waje kuchukuliwa. Taarifa zilifika mpaka kwa Meja Ho pamoja na Meja Fat wa Vietnam. Wakajua ni wapi sasa wanakoelekea. Kazi sasa ilianza upya katika awamu ya pili. Waliamua kwenda kuwazunguka kwa kutumia boats za wavuvi zilizokuwa katika mto Menchanga. Pande mwingine wa majeshi ya Marekani katika uongozi wa Sergeant Tango Duncan, na wao walikuwa wanasogea katika mto Menchanga. Baada ya kuwa wamefika kwenye mto Menchanga, walitengeneza boya ambalo limetengenezwa na migogo. Migogo ni pingili za migomba. Kusogea pale alikokuwa Meja ili waone kama wanaweza kumvusha, kwa sababu mguu wake bado ulikuwa unapata matatizo makubwa. Alikuwa amevunjwa mfupa. Lala juu tukusukume. Lala ukiyumba utazama humu, sababu kuogelea uwezi. Kwa mbali nao wa Vietnam wanasogea katika eneo lile walikokuwa makomando wa Kimarekani. Meja baada ya kusogea mbele akayumba, tumbukia kwenye maji. Ikawa ni kazi sasa ya kuokoa maisha ya Meja. Doga atafundwa na maji. Katika hangaika alikuwa ameshakunywa kama bakuli 6. Lime, Marlin. Wala kule.
Vietnam wameona wa Marekani. Upriver. Ndani ya makomanda wa Marekani alikuwemo mniga mmoja aliyekuwa anaitwa Sekenke. Mniga huyu Sekenke alikuwa anajua kuikontrol vilivyo machine gun. Anaweza kujikokota na kufika ng'ambo. Amtupa kwenye kichaka moja na kuanza kujibu mapigo. Huyu mmoja aliyebakia nyuma hakuwa na kombora la kuweza kuizamisha ile machua ya Vietnam. Tupia kombora. Akamtupia kombora. Kacha kombora. Piga mtumbwi wa Vietnam. Ukasabaratika ukabakia mtumbwi mmoja. Bado wanakwenda wa Vietnam, bado wanabakia na mtumbwi mmoja. Tunaendelea kuwapa hali ngumu. Hefe. Wache wenzetu waende. Sisi tupambane nao kwanza huku. Tulianza kuwazunguka moja moja. Piga! Nakwenda. Piga kisu! Chakuroma, wacha kuroma. Makomanda wawili waliobakia nyuma waliweza kuwapa hali ngumu wa Vietnam. Bado Sekenke na yeye anaweka hali ngumu. Twende. Sekenke huko hapo, niko nyuma huko mzee. Siona wasiwasi na mimi nakuja. Mara kwa mara Sekenke yeye alikuwa anataka kubakia nyuma. Ili aone lolote linalotokea na baki kama mlinzi. Meja Ho wametuacha wa makomando. Sikubaliani nao. Inabidi sasa ni kuwazunguka. Tuma ripoti makao makuu. Mwambie Meja kwamba sasa section ya 17 izunguke upande mwingine na sisi tuzungukie upande mwingine. We're max range. I'm not even getting static. Tumekimbia sana. Yeah, maybe some. Bidi kwanza tupumzike kidogo. Afu tuanze tena safari. Flyboy. Kwa sababu sasa tumeshaona ni kwenda kwa mguu. That fucking jungle ride. Huyu mtu tunayekwenda naye sasa hivi tunampeleka tusaidie nini? But we're gonna run out of that. Tunaweza kwenda naye mwisho tukafa wote. Sasa tumpige risasi. Madre. Zungumza maneno gani bwana baya leo hiki? Tumekuja kumsaidia kamanda na lazima tumchukue. It's busted. We'll use a spare. I would if I had the damn thing. I checked it out myself an hour before we left base. But it ain't here now. Well, maybe he dropped it. No, I didn't. I set those in special just to avoid that. There was an hour when our gear was over by the op stand. Done. Mawazo ya mwenzao ya kutaka mwenzao amlipue hawakuweza kukubaliana nayo, ila walianza kujadiliana kiasi gani cha silaha walikuwa wamebaki nazo ziweze kuwasaidia katika safari yao nzima ya kuendelea mbele kumkomboa Meja. What's the problem, Sergeant? What's the problem? I'll tell you what the problem is. We're out of radio contact. Your flyboy over there is probably going to lose his leg. That's if he lives. Tutakwenda naye pamoja na mguu wake ni mbovu. Utaendelea kufanya mawasiliano na makao makuu kuwajulisha kwamba tunakaribia katika maeneo fulani. Emergency radio. The USAF fights over here every day. We can tell Charlie exactly what. Nilivyokueleza ndivyo utakavyotekeleza. Kuna ubishi. Utaendelea kuwasiliana na radio kuwajulisha sasa tunakwenda wapi. Now. Utafuata amri yangu kama vile ninavyokueleza, usifuate amri nyingine.
Nadhani unanielewa. Ndio kamanda. Since you're the expert here, Sergeant Duncan, what's your fucking plan? Plani yako ni ipi, Sergeant Duncan? Tunaweza kufika au hatufiki? Tutamchukua Meja kwa vyote vile mpaka tufike naye, hata kama atafika mtu mmoja. Lakini Meja lazima afike. If he shows up at all, I can't raise him, sir. Keep trying. Makao makuu General Coleman ambaye ni David Carradine I'm going in. aliendelea kuchanganyikiwa kwa sababu sasa mawasiliano yalikuwa ni magumu kati yake na hiyo platoon ambayo ilikuwa imekwenda kumkomboa Major Wilson. Major, or anybody won't give you what you want. You let me know. There's a team of air command standing. Timu ambayo tumeituma ambayo katika uongozi wangu sasa hivi sielewi iko wapi kwa sababu mawasiliano yamekuwa ni magumu. If you need them. I hope that won't be necessary, sir. Sasa kamanda, inawezekana kwamba kuna matatizo katika sehemu yote ya makao makuu, inabidi tufanye uchunguzi. Kule alikokuwa General Coleman David Carradine, walianza kutia mashaka kwamba inawezekana kuna mtu anayeuza taarifa kutoka makao makuu. It's a long ridge. Pande sasa pale tutapanda vipi? Tumejifunza mafunzo ya kikomando. Tutapanda pale kwenye mlima na kutokea upande wa pili. Kuzunguka mlima tutachelewa kwa sababu hiyo ni shortcut ya kupitia pale mlimani. Set up a block and tackle. Kule juu kunaonekana kama kuna kitu tunaweza kwenda tukafunga kamba. Tukampandisha kwanza majeruhi alafu sisi tutafuata nyuma. Komando mmoja alipandisha kwa juu aende kujaribu kuweka kamba alafu baadaye na wao waanze kupanda. Kumbuka bado nyuma wanafuata na Vietnam. I don't know, Sergeant. I gotta have some shit. Give me some morphine. No way. Look, I can't give you that. I gotta keep you moving. Do you understand? Sisi wakati tunapandishwa kamanda tutaendelea kudumisha ulinzi kwa nyuma. Get you up that fucking hill. Usitie mashaka, ulinzi ni mkali hapa tulipo. Pamoja kama tunatuna wachache, lakini kazi yetu ni kazi nyeti. Tumeaminika kamanda kuja kukuchukua. Private Jimmy ndiye alikuwa kwanza kupandisha kwa juu kwenda kuweka kamba. Dari rusha kamba na kuwapa wenzake wakaanza kupanda mmoja mmoja. Vietnam wako nyuma wanakuja. Kwa mbali kiasi cha maili kama 3, Vietnam waliweza kuwaona makomando wa Kivietnam wakikwea mlima. Wanapanda mlima. Wako wanaonekana wanapanda mlima, wanapitia pale kwenye mlima. Tuwai mara moja kwenda kuwafyeka kabla hawajafika juu. Can't wait to get back to Minnesota. I never see the fucking jungle again. It'll be too soon. Now that there's 3 of us on the rope, it'll be easy. Vuta wenzetu. Wavietnam waliomba wenzao waende kuzunguka upande wa pili wa mlima, na kweli wakatumia vikosi vingine vija kusaidia katika kuimarisha nguvu ndani ya uwanja wa kivita. Wanapanda, naona wanampandisha, na tunaona sasa hivi wanampandisha na mwenzao. Meja wanampandisha, wanamchukua mzima. Kimbia tuzunguke mlima, tuzunguke. Sisi hatuwezi kupanda kupitia pale walikopanda kwa sababu hatuna kamba, tunazungukia upande wa pili. Kitendo cha Vietnam kuchelewa kuzunguka upande wa pili iliwapa nafasi makomando kuwa wote wamepandisha juu ya mlima. Vietnam wanazunguka kama maili 6 kwenda kuwazunguka upande wa pili. Komando wa mwisho akawa anapandisha. Shika mkono. Baada ya kuwa wote wamefika juu, sasa ilikuwa ni kazi ya kupandisha mizigo yao. Ndani ya mizigo ndimo kulikokuwa na silaha pamoja na makombora na viazi. Zungukeni. Zungukeni upande wa kushoto. Section nyingine zunguka upande wa kulia. Komando kila mmoja alichukua silaha yake na kuhakikisha kwamba ameweka full magazini. Sasa nabidi tuelekee kwenye trail ambako huko tunaweza tukapata msaada. Moja, Jimmy jaribu kwenda kucheki kama tunafuatwa au bado. Jimmy ambaye alikuwa ni private alitumwa nyuma kwenda kuangalia kama kweli wa Vietnam walikuwa nyuma wanafuata. Kumbuka wao walitumia njia ndefu.
Jimmy kujaribu kucheki chini, aliona kweli askari wanakuja. Na mbio mbio kwenda kuwajulisha wenzake. Wanakuja wameongezeka. Ni wengi. Tufanye nini kabla ya kuondoka? Tugawane maeneo. Twende huku tunapambana. Vietnam walikwenda mpaka mbele wakaweka ambush. Ilikuwa inaitwa surprise ambush, ambayo itapiga kwa kushtukiza. Mbona hawaji? Inaonekana wametiki cover kwenye nyasi ni? Hapana, nyasi zinatikisika pale. Ni wao wanatikisa nyasi. Sasa kila mmoja nisikilize mimi hapa nilipo. Tutaondoka katika mwendo wa crow. Wote tutaondoka, tunateki cover kwenye nyasi. Fuata mimi. Ondoka mwendo wa crow. Mwendo wa nyoka. Kumbe na Vietnam kula alikokuwa na wao waliondoka mwendo wa nyoka. Kujiburuza chini. Bahati mbaya wa Vietnam walikuwa wamepata mafunzo barabara ya crow. Walikuwa na crow kuma tako yameangalia juu. Katiki kama kwenye ona kamoja kanakuja kana crow. Huko kanakwenda kanapiga kelele. Hakuna. Ngoja. Ngoja nini? Turungire. Kuna vingine vinakuja. Na kwenda matako yako juu. Unaona kuna? Ngoja. Vipi huko? Na vingine vinakuja. Mweka matako juu tazani mzinga wa mota. Ngoja, vitu pia salamu. Vikalipuliwa na bomu. Sasa kuna siri tena. Ni kumwaga vitu. Waliokuwa kwenye OP ilikuwa ni observation point ya Vietnam. Ifike mbali. Acha. Tumemaliza. Nimekusaidia mimi mwange kumaliza. Walikuwa kwenye mti wa kuangalia juu. Nimewafundisha siku zote mimi mnaangalia juu. Wa Vietnam wanapenda sana kupanda kwenye miti. Đồng chí. Aba wako huko. Jima na cheki alimwona Vietnam anakotora. Kuna wengine alianza kumkotoza wakati wenzake bado wanaendelea na mashambulio. Akawezi kutuacha. Akawezi kuniacha. Ndani ya bunduki walikuwa wamepakia zile risasi zinaita katamtama. Katamtama ikikukwangua unaruka juu kama futi 2, unapiga matako chini na kuzama kwenye ardhi. Jimmy bado anamfukuza Vietnam. Jimmy uko wapi? Akamrukia. Kamata mtu mpaka chini. Kwa nikabaliga. Akakuchoma kisu. Kaona nikatotoka dogo. Akafanya kosa. Hakuna kumwonea mtu huruma. Kakampiga risasi. Pamoja na kumpiga risasi akamalizia kwa kisu. Ukawa ndio mwisho Private Jimmy. Lakini ni makosa yake. Pigwa risasi. Amepigwa risasi. Twende kucheki.
Jaribu kutafuta ni wapi ambako wamesikia risasi inalia. Armstrong alipofika pale alikuta Jimmy tayari ameiaga dunia. Umefanya ujinga wewe. Komando walikuwa 6, sasa wamebakia 5. Tumepunguza nguvu. Nguvu imepungua katika kikosi chetu. Alikuwa ni askari mmoja shujaa. Bahati mbaya. Vitambulisho wao hawakuwa wanaweka shingoni. Vitambulisho vyao vya kijeshi name targets zilikuwa zinawekwa pale sambamba kwenye kamba za buti. Karibu kabisa na sehemu ambako wanajeshi hufunga geta au funga patres katika majeshi ya zamani. Baada ya kuwa wameifyeka platoon nzima ya Vietnam, makomando wa Kimarekani chini ya uongozi wa Sierra Tango Duncan waliendelea tena na kusonga mbele, bado wakiwa na majeruhi wao Major Wilson. Major Wilson alitengenezewa mkongojo, akawa anajikongoja taratibu. Sasa wanakwenda kwa uangalifu. I've convinced them to launch a C-130 gunship over the area tonight. The weather's going to hell in a basket, but they may be able to establish contact. Just tell them not to act like it's anything special, General. Mipango nilikuwa nayo sasa hivi General ni kutuma helicopter gunship kwenda kujaribu kuangaza kwenye misitu. Sandy's up. General, jaribu kuwa mwangalifu ukituma helicopter gunship. If I can get... Wa Vietnam wamepata silaha za kutungulia ndege, inaweza kuwa ni hatari kwako kwa maisha yako. General Coleman David Cradin alikuwa sasa anapanga utaratibu wa kujaribu kutumia helicopter gunship kwenda kusaka kwenye msitu kuona kama anaweza kawapata wa makomando wakiwa na Major Wilson. Siku liingia ilibidi waende wapate mapumziko ili asubuhi tena waanze safari. Safari ya asubuhi yake ilikuwa inapaswa wachukue mpaka sehemu ambako kunaitwa Ben Hua. Ben Hua ndiko ambako wangepata msaada wa helikopta ya kuwachukua pamoja na mwenzao aliyomkomboa. I don't know how many times I told that fucking hawk to quit that fancy bullshit with his knife. I told him to waste him and use a shotgun. Nawezekana Hawk ambaye nilishawaeleza siku zote kwamba ni msaliti, analeta matatizo, ndio maana tunajulikana tulipo. I want any more you guys dying on me. You understand? Because I take that shit personal. Mimi nakueleza wewe unalala usingizi. Kuna maana nakueleza kwamba kuku na matatizo. Now get over here and eat your lizard. Hey, wanaelekea Fort Ben Hua. Taarifa tuliyoipata kutoka kwa ripota wetu wanasema wanaelekea Fort Ben Hua. Huko msituni mliko msonga mbele. Meja Fati alikuwa anamjulisha Meja Ho pale ambako maadui sasa wanaelekea katika vikosi vya Vietnam. Tonga mbele. Baada ya Vietnam kupata taarifa kwamba sasa wanaelekea katika Ben Hua kutoka katika sehemu yao ya Haiphong. Haiphong ndiko kulikuwa na vikosi maalum vya Vietnam. Waliamua sasa kuongeza nguvu katika front line yao ili kuweza kuwadhibiti makomando hawa. Ulipopambazuka time za asubuhi, komando waliweza kufika katika Fort Ben Hua. Fort Ben Hua, magofu ambayo yaliachwa zamani na komando mmoja aliyekuwa anaitwa Ben Hua Vietnam. Sierra Tango Duncan pamoja na kikosi chake sasa wakiwa wamebakia na makomando 5 pamoja na Major Wilson ambaye alikuwa anachechemea, waliingia katika Fort Ben Hua. Ripoti zilikuwa tayari zimefika katika vikosi vya Vietnam na wao wanaelekea pale Fort Ben Hua
vikosi viwili vya Vietnam pamoja na kingine ambacho kimekuja kuongeza nguvu walikutana katika RV. Sasa unaelekea nao kwenye Fort Benny Hua. Sisi ni wenzenu, tuko hapa tunawasubiri ili tuvamie Fort Benny Hua ambako ndiko maadui walipo. Major Fat iona kwa mbali vikosi vinasogea, vikosi vya wenzake. Pande sisi tumekuja kujiunga na wewe. Tumetumwa na kamanda. Unganisha nguvu na moja twende. Kunaja mazungumzo. Baada ya kuwa wameingia katika Fort Benny Hua, hawakuzembea. Wa Marekani waliamua kuweka ulinzi sehemu ya juu wakati wanapumzika na mgonjwa ili aweze kupata nafuu asubuhi yake waendelee na safari au waje kuchukuliwa katika sehemu hiyo ya Fort Benny Hua. Give him till noon and then we're out here. We got one last chance. Laos. Msikate tamaa vijana. How far? Uwezekano wa kuja kuchukuliwa upo. Pande siamini kama tutakuja kuchukuliwa hapa. Okay, guys. Here's the situation. Pande tunahakika kwamba naongeza nguvu kwenye kambi. Duncan and the guys made it. Sergeant Duncan yuko aliko amezidiwa nguvu. Jana mmoja That means they probably got charged. Jimmy ameshapoteza maisha. Sisi tunaondoka kwenda kuongezea nguvu katika uwanja wa kivita. It's a gook. Tutakwenda katika muundo mmoja kuelekea katika Fort Benny Hua ambako tunaweza kumkuta angali mzima au namna gani. Wote mtafuata amri yangu. Mimi ni mzee, nilikwenda kujisaidia bwana. Alikuwa ni Sekenke kidogo amripue kamanda wake Duncan. Take a break, man. Duncan kapumzike. Mzee niache, bado naendelea. That could be fatal. Vinaweza This shit would... Nenda kapumzika, mimi nitaendelea na kazi. Yeah, do you? Sekenke alikuwa anajulishwa apumzike baada ya kuwa amekaa muda mrefu pale kwenye lindo. Fucking jungle. Sure as shit hate to end up being some tiger's breakfast. Vikosi vya Vietnam ambavyo sasa vimeongezewa nguvu vinasogea Fort Benny Hua. Vipi hapa umekwaje? So umechukuliwa katika zamu? Umekuja kupumzika, lakini naona hapa ndiko ndaka kofia ndugu yangu. Hii barua nilionayo mfukoni nimeshaandika. Pelekee mama barua yangu hii. Umjulishe jinsi nilivyopambana. Sababu nilikuwa bado sijaoa. Mama alikuwa anapenda nikirudi vitani nikaoe. Sasa mama umpe barua yangu. Unajua kama utakufa bwana. Nimeota jana kwamba sitatoka hapa nilipo. Barua umpe mama. Je, mimi una hakika kama nitafika? Na uhakika unaweza wakaanza kushambuliwa. Private Sekenke. Yeye kuwa na uhakika kama ataweza kupona katika shambulio la pale Benny Hua. Askari wapatao 140 walikuwa wamepangwa rasmi na wa Vietnam kuvamia katika sehemu ya Fort Benny Hua. Silaha walioitumia wa Vietnam kama kawaida ya mbinu zao, walikuwa wanatumia silaha ya mota. Ile mota yenye milimita 72. Sekenke kwa juju aliendelea kuwa pali ngumu kwa kipiga na ama. Anapiga huko na ama Sekenke. Duncan anafanya vitu vyake. Pande mwingine na dogo anaotumia salamu. Peter Fido Fire. Na weko maneno ya Kiswahili na Captain Derek Gaspar Mkandara. Fufu kwa mabambija.
Helikopta inayoleta makomando iliyotumwa na General Command David Carradine inakaribia katika sehemu ya Fort Benihua. Sehemu ya Fort Benihua, moto ni mkali, field of fire, uwanja wa moto. Pamoja na makomando kufanya fire and movement, Vietnam bado waliendelea kusogea, wanafyekwa lakini wanakuja. Sekenke alipambana, jaribu kupiga huku na huku, akapigwa risasi Sekenke, jikokota akaanguka chini, bado ni mzima Sekenke. Ni wenzetu wanakuja kutupa msaada. Teremka hapo, mteremke mbali kidogo ili mwazunguke maadui. Teremkia upande gani? Nimewambia kwamba mteremkia upande wa pili, kuna maadui. Helikopta ilianza kushambuliwa. Sasa tufanyaje? Amisheni hapo mlipo, msogea upande mwingine, mtaangamizwa hapo. Wana makombora ya 7V, ama hapo mlipo, ameni mwende sehemu nyingine. Pamoja na kueleza waliamua kuteremka, lakini moto ukawa ni mkali. Kamanda Sergeant Makofia akamwamrisha pilot, inuka, sogea upande mwingine. Chukua mgonjwa tuame hapa, tuondoke. Sekenke uko wapi? Jaribu kuita Sekenke asikiki alipo. Anza kusogea kwa ndani, waweze kutafuta nafasi na kupata mpenyo, waweze kuishia. Sekenke sasa anajiandaa, kaweka mashine gani yake sawa. Anamimina Sekenke, pigwa kapigwa risasi, Sekenke akadondoka. Sekenke, abade. Sekenke, vipi? Niache. Niache kueleza, nimekupa ujumbe. Niache, siondoki mimi. Wewe kama unakwenda nenda, mimi nataka nife nao. Chukua na kitambulisho changu. Ondoke. Sekenke anakufa nao. Duncan akaondoka. Sierra Golf Tango Duncan akaondoka, akamwachia Sekenke kazi. Anajitahidi kumfukuza mgonjwa, kumpeleka mgonjwa. Anamsikia Sekenke akipiga machine gun mpaka kadondoka chini. Kuna machine gun imenyamaza. Sekenke amekufa. Na kweli ulikuwa ni mwisho wa Sekenke. Kambi ya Fort Benihua ikawa imevamiwa sasa na vikosi maalum vya Vietnam. Sierra Golf Tango Duncan pamoja na makomando 4 bado wao wamekimbia, wameponyoka kupitia katika mpenyo. Meja Fata alifika pale alikokuwa Sekenke, akamkuta Sekenke anaishia. Wacha kukoa, acha nikumalizia. Piga risasi akamalizia. That's our only chance. At least we got friendlies in there. You think that border will make any difference to the NVA? Sasa tuende katika upande gani? By God, so will I. Kama mtu anasogea pale na wasikiliza. Ngoja tufunge mlango, unajua poti zetu. General. Duncan, huyu mtu ni mtu ovyo sana. Duncan amenieleza kama kuna mtu anatusaliti hapa. Amekisia kwamba inawezekana ni Fati ndiye analeta tuma taarifa kwa maadui. Sasa taarifa zote tunazotoa zinakwenda, inawezekana ni How the hell could he have known that? Kituone anakwenda wapi? Sasa hivi ameondoka. Ametusikia tunazungumza, ameelekea kwenye baa. Na kila mara akisikia tunazungumza anaelekea kwenye baa. Kwenda kufanya nini? Anaenda kunywa. Kweli walianza kumfuatilia Sergeant Hawk. Alikuwa na asili ya Kivietnam. Uona wapi anakoelekea.
Komanda Duncan pamoja na mwenzake. Kumbe kule ndani wanatuma taarifa. Haya. Wanasema kwamba wanatuma tena vikosi vingine vije kusaidia huko. Jaribu kujihadhari, mimi huko naendelea kuwatumia taarifa. Usiingie huko hapa, ingia. Ingia ndani. Akutapiga simu. Akatoa bastora. Game's over, Chief. Muda umekwisha huko. Huwezi kuendelea kutusaliti. Nitaendelea kuwasaliti. Akajipiga risasi. Huko akajipiga risasi. Asiweze kusema lolote. Wakati anajiangamiza, alikuwa ameshatuma taarifa. Yeah, but now. Answer Malden. Tumekosa mawasiliano kutoka kwa Hawk. Lakini wanaelekea katika Lauten Border. Lauten Border ndiko wanakoelekea sasa hivi. Hawezi wakaondoka, tutakwenda mpaka Elephant Pass. Sehemu ambako wanapita tembo. Huko Cambodia. Senata ambaye alikuwa anafadhili katika mipango mbalimbali na yeye alikuwa anakaribia kuingia katika sehemu hiyo ili aweze kuona mambo yanaendelea vipi katika uwanja wa kivita. Yeye alikuwa ametokea Marekani. The Air Force can send choppers to Laos, I would. Look, I have now talked to everybody in this organization. Got to understand that we must make another attempt to find these people and get them out. But I've been telling you, General, all my choppers are committed to other operations. If I could spare you one, I would. But we know they're out there. Sisi operation ambayo tunaendelea nayo ni ya kuwachukua askari wote na kuondoka nao kupitia katika Cambodia ndani ya uwanja wa Laos. Major firefights right in the area we know they have to be coming. Kina tuwezi tukaondoka mpaka tuhakikishe Major Wilson naye tumeondoka naye kwa sababu yuko bado mikononi mwa makomando wetu. excuse me, General. Gone tomorrow, I'm taking a chopper. Siwasikilize wa raia ambao hawezi kutupa misaada wa aina yoyote. Hawezi kutoa ushauri wa kikomando, wao ni pesa tu. Charlie will make you skate. Sasa tufanye nini kwa sababu mambo yamekuwa ni magumu, hata helikopta tunasikia kwamba imeshindwa kumchukua Meja. David Carradine aliyeact kama General Command. Pamoja na kuwapata kama senator kutoka Marekani ambao walipitia Cambodia, haikuweza kumsaidia yeye, aliamua moja kwa moja sasa kuchukua uamuzi wake peke yake. Komando bado walikuwa kwenye msitu wanasota. Miji ya Songa Mbele walianza kushambuliwa tena na mota. Kwa mshabaki makomando wapatao 4. Mota za Vietnam sasa zilishambulia usiku. Hawakuwa na ajizi. Waliamua kujibu mashambulio umamo kwenye mvua. Bado anamkokota Meja. Alimtupa pembeni Meja ili kujibu mashambulizi. Meja mkamka twende. Mguu sasa ndio na kuimboza. Twende Meja. Akachukua na mtego. Alikuwa ni mmoja msaidizi wa Sergeant Tango. Kutoka kunyanyuka akamiminua shaba na Vietnam. Mwanda mwingine naye akaenda na maji. Sasa wakabakia 3. Utafika pala alikoanguka. Jaribu kumuita. Mwenzangu amekwenda. Mwenzangu amekwenda, tumebaki 3. Sergeant Tango Duncan anasikitika kweli kweli, mwenzake naye amekwenda na maji. Kwa kitambulisho kutoka kwenye buti pale karibu na sehemu na kufunga geta.
Twende. Twende. Wanakwenda kupitia katika sehemu ya njia ya tembo. Pati uendelee kukomandi, mimi niko huku naendelea kutoa nguvu. Na msaada nitatuma asubuhi. Sasa hivi siwezi nikatuma askari. Amekataa kutumia msaada. Meja Ho amekataa kutuma msaada, mimi Fati naongoza mapambano. Meja Fati wa Vietnam bali kuna asili ya Kirusi. Ndani ya msitu usiku aliendelea bado kuongoza vikosi vyake pamoja na kamanda wake aliyekuwa Meja Ho kukataa kumtumia msaada wa akiba. Vipi afande, namna gani? Nasikia yangu na pande usiria pande. Siria tutakwenda pamoja kama tumebaki watatu, hata mimi nimepigwa risasi ya mkono. Funga damu zisitirike, nitatumia mkono mmoja. Unanifurahisha sana unapokuwa kwenye uwanja wa kivita. Unapiga risasi kiutamu. Mimi nasikia kichefu. Twende pale. Twende. Wewe nipumzike. Hatuwezi kupumzika hapa pande. Sababu nyuma tunafuata na maadui. Aya mke. Ni janga la dakika 10. Hakuna cha dakika 10 ya pande. Tunafuata na maadui. Pumue. Nasikia kama nataka kujiarishia mguu. Ngoma. Mkokota hivyo. Simsikilize. Aendi bwana, aendi, mguu linajiburuza tu. Akadondoka. Si nini sasa pale? Sikia mniaje. Nipige. Ngoja mimi nimpige sasa. Hey, ukimpiga sasa nakupiga. Utakufanya nini? Amesema tumpige risasi twende sisi peke yetu. Atatuangamiza sote hapa tulipo. We'll be dead too. Sasa haiwezekani. Sergeant, you tell your Buddha boy there to drop. Mimi ni sergeant ndio naongoza. Ndio na amri ya mwisho. Ukipiga risasi na kufikiria mbali. Kwa siku zote muendelee kuwa mbishi. Afande, inaonekana kama akili zimefyatuka kwenye kichwa, zimesogea kwenye matako. Hebu kumwangalia kwa makini huyo. Nataka kuwa msaliti. Inawezekana akili zimetoka kichwani zimekwenda matakoni. Sasa afande, mimi nimekwambia kwamba tumuue. Bumba. Piga kibao kingine. Na mimi nimfyatua risasi ya mguu, hapana. Ngoja kwanza nimshtua akili zitoke matakoni zirudi kichwani. Akili zimerudi. Na kuuliza akili zimerudi. Dati ilikuwa imelegea kwenye kichwa. Afande. Nimechanganyikiwa. Sababu nimeua wa Vietnam. Umeua nini? Umeua nini? Tumekuja kufanya nini huko? Tumekuja kwenye misheni gani? Turudi bila mtu. Fadhali wote tufa, turudi bila kuona mtu yeyote. Yeye kamanda lazima tuchukue. Turudie tena mchezo wa namna hiyo. Turudie tena shughuli za upumbavu. Tunakwenda naye. Na wewe ndio utakayembeba. David Carradine, ambaye ni General Coleman, aliamua sasa kuchukua helikopta ya kiraia. Ndio mbona ameamua kuchukua helikopta ya kitalii. Inawezekana helikopta ya kitalii wakadhania kwamba ni watalii wanapita kuangalia mambo ya vita. Ndio nisaidia kupenya na kuingia wenzangu walipo. Nimetuma komando yote, imekuwa bila buranisha. Sasa nakwenda mwenyewe. Makomando wakiwa wamebakia watatu na majeruhi wao. Bado waliendelea kujikokota mpaka taimu za asubuhi. Mimi mniaje hapa? Niaje hapa? Kuendelea na safari. Tutakwenda pande. Tutakwenda pande. Tumekuja kukomboa. Hatukuja kutelekeza.
Mwambie huyo ananichukua meza nipeleke taratibu. Hakuna. Akishindwa kutembea buruza. Wanajaribu kukotora, wakachukua kava pembeni. Meja wakamtupa pembeni, wakaanza kujibu mashambulio. Wamepigia wapi? Wamepigia wapi? Cover me. Nipe covering fire, mimi nakwenda mbele. Duncan anasogea mbele. Naambia wenzake wawili waliobakia nyuma wampe covering fire. Nataka asogee pale waliko wazunguka kwa nyuma. Endelea kunipa covering fire, mimi nawasogelea. Afande, tunakupa covering fire, songa mbele. Kwa mnapiga upande wa kushoto kwa nyuma huku, ili wasinione kama nawatokea kwa nyuma. Duncan anakwenda. Akawa mwazunguka sasa kwa nyuma. Anawaona kiutamu atakao watokee sehemu za nyuma nju. Kwa mwingine aliyekuwa anaongoza vikosi sehemu za mbele alikuwa Meja Fati. Ngine watokee kwa nyuma huko. Sogeni huko. Naona mnakuwa na macho kumchuza muoni. Sasa siwezi kutumia bastora. Ngoja nikoki. Chukue Sierra Mike Golf SMG. Sierra Mike Golf. Helikopta alikokuwa General Coleman inasogea. Naona kama kamanda huko anakuja kwa mbali. Usijali, huyo ni kamanda, inawezekana kamanda amesema atakuja na helikopta ya kiraia. Sogeze majeruhi pembeni. Toke kwa nyuma. Naweza kushambulia. Kimbiza majeruhi kwenda kumficha. Vikosi vya Vietnam vimewazidi nguvu. Wakizubaa wanakwisha wote. Twende. Unanizungushia wapi? Pande! Kwambia alimzungusha. Nampeleka juu kamguu akakanyagi chini. Sierra Golf Tango Duncan. Anacheki na huko kwa juu. General Coleman anatoa covering fire. Wanashangilia. Alikuwa ni msaidizi. Pigwa risasi. Alishangilia baada ya kuona helikopta. Duncan anacheki. Aliona unamalizia. Akadondoka chini. Sasa wamebakia makomando wawili peke yake. Ghafla alikoanguka komando mwenzake. Duncan hakuweza kuamini macho yake. Alikuwa ni msaidizi tu IC. Shangilia nini bwana? General kwa juu anatoa msaada. Teki kwenye buti. Akang'oa kitambulisho. Ulale salama mwenzangu, naendelea mimi. Private dogodogo. Yeye ndiye baada alikuwa amemshika majeruhi Meja Wilson. Pande wa pili Sierra Golf Tango Duncan anapambana peke yake. Badisha magazine kamanda. Akaweka lilo kombora la kubonyeza. Private dogodogo anamkokota kamanda. Sasa nasikia mguu.
kama limekufa ganzi na kwenda kama limti lipachika hivyo hivyo kwenye ardhi. Twende afande. Kwa chini chini General aliweza kumwona majeruhi, akawa anasogea kule aliko, anazuia maadui wasogee ili aweze kumchota. Maadui bado wanasogea. General Command David Carradine teremsha helikopta chini na kusogea mwenyewe sasa kwenye uwanja wa kivita. Sogea huku. Panda haraka, sogea kwenye ndege, sogea kwenye ndege. Kokote hivyo hivyo. Ongeza spidi. Kuna hapo covering fire. Pale. Seragov tangu kwa atumune afande. Ele kambreka kamanda. Afande wangu. Afande General. Kule kwa juu. Helikopta ikiwa na Meja Ho. Helikopta ya Vietnam ikiwa na Meja Ho ilianza matatizo. Afande Carradine General ilianza sasa kupambana. Akawaambia wenzake kwanza wajifiche. Sama pambano hata Seragov tangu Duncan na Meja Fati wa Vietnam anakuana. General sasa anapambana na helikopta ya Vietnam ikiwa na Meja Ho. Ikapita yana kuzunguka tena narudi. Askari wengine wanaongezwa katika uwanja wa kivita. Vietnam wamechachamaa, wataki mchezo na Wamarekani. Nimeongeza troops nyingine na mimi niko juu. Jaribu kuzuia mtu asiweze kuchukuliwa. Sisi tuko kwa chini chini, tunajaribu kumtafuta. Meja Ho, endelea na kazi. Meja Fati hatumsikii tena. Meja Fati tayari amemalizwa na Seragov tangu Duncan. Kimbiza, msogeze mbali kule ambako iko helikopta. Meja Ho anaachia missiles. General alitoka pale kwenye maficho. General anapigana sasa na kuana na helikopta ya Vietnam. General Command anapigana na David Carradine. Papa kailipua. Unajua unapotaka kuiangusha ndege ya kivita inabidi utoke kabisa kwenye uwanja wa wazi. Helikopta ya Vietnam ilikuwa inawapa kasheshe, ikatunguliwa. General pamoja na majeruhi wakiwa na private dogo waliingia kwenye nini? Ingia kwenye ndege pumbavu. Namwangalia nani? Kamanda wangu. Afande kamanda wangu Duncan haonekani. Twende tutamwona. Wakapaa juu angani. Duncan bado yuko kwenye uwanja wa kivita na pambana. Maadui wanakuja kuona kuimoza. Paka mbaliga zimeangalia mgongoni. Huko kwa juu ukawa na umwagia muani. Duncan anaita Seragov tango Duncan. Nakuja mbio. Sergeant aliyekoma katika uwanja wa kivita. Sergeant aliyeiva katika mafunzo ya kivita. Sergeant mwenye kuaminika katika barracks. Anasogea kule ilikokuwa helikopta. Huku nyuma anafuatwa na maadui. Akiona amemsogea anageuka kidogo. Anakwenda mbio. Na huyu hapo. Kudoka akamwona. Teremsha chini, yuko. Niteremshie kamba. Vietnam nyuma wanakuja na nguvu moja. Abegani wakiwa wamebeba 7V. Wamlipua Duncan au walipua helikopta. Teremsha, msisimame, mchukua mzima. Wakamkamata mkono. Akamata kwenye vyuma kwenye helikopta. Helikopta haikusimama, ikawa imemchota. Tazani ndoana inachota samaki.
wakamchukua kiutamutamu, huku Jenerali akiendelea kuwamiminia vitu. Sierra Golf Tango Duncan yeye akawa ameingia kwenye helikopta kati ya makomando 6. Makomando wawili akawa wamekamilisha kazi wakiongozwa na General Coleman. Teki vitambulisho vya wenzake wapatao 4. Wenzangu wamekonda na maji pamoja kama nimekamilisha mission, lakini wenzangu siwaoni tena pande. Sirie bwana mdogo, ndiyo kazi ya kivita. Picha yetu ya uwanja wa moto, field of fire. Hapo ndipo inapofikia mwisho. Imewekwa maneno ya Kiswahili na kapteni wa kivita Derrick Gaspar Mkandara. Kumaba Mbeja.